Mahitaji ni mengi. Young Africans anahitaji ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa hali na mali. Yuko juu kileleni, ila watu hawafurahishwi na aina ya mpira anaocheza. Ametoka kusare dhidi ya Simba, usoni mwake ni Singida Black Stars. Wenyewe wanasema ndugu ambao si wa ukoo mmoja wanakutana katika uwanja wa Airtel pale Singida. Kocha wa Yanga anashangaa Simba aliosare nao eti leo wanasherehekea. Buddy. Well, for us all the matches count and we are crossing high density part of the season, as I am saying. If we look at tomorrow, kwetu sisi kila mechi ina umuhimu mkubwa, na kwa sasa tunapitia kipindi chenye msongamano mkubwa wa mechi kama nilivyosema. Tukiangalia kufikia kesho, ndani ya siku 15 tutakuwa tumecheza mechi yetu ya 5. Ni mechi yenye ushindani mkubwa, hivyo tupo katika kipindi chenye msongamano mkubwa wa ratiba. Inahitaji nguvu nyingi sana kutoka kwetu, si tu kimwili bali pia kwenye umakini na kiakili. Wachezaji wanafahamu vizuri sana umuhimu wa mechi hiyo, sio tu kwa sababu tunataka kuendelea kubaki kileleni kwenye msimamo wa ligi, lakini pia kwa sababu tunakwenda kucheza dhidi ya moja ya timu bora sana ndani ya ligi yetu. Huenda kwa sasa wana mechi chache kama sisi, lakini baadaye Singida itafika nafasi zake za kawaida kulingana na thamani walionayo. Hata na hivyo, dhamira yetu kesho ya kuja hapa ni kucheza kwa kasi kubwa sana, na mwishowe bila shaka tunataka kupata alama 3 kulinda nafasi yetu ya kileleni kwenye msimamo. Kocha, unakutana mpinzani mgumu sana. Umejipangaje kutumia safu yako shambuliaji ili kuhakikisha unapata matokeo mazuri? Sisi kila mara tunaotazama mchezo kwa mtazamo wa ujumla, kwa sababu tunahitaji kufanya vizuri katika maeneo ya ushambuliaji, lakini pia katika maeneo ya ulinzi, katika mabadiliko ya mchezo na mipira ya adhabu. Tunapaswa kuangalia kila kipengele kwa ujumla. Hata na hivyo, tukitazama mwenendo wetu tangu tulipowasili katika ligi kuu, tumecheza mechi 9 na kufunga mabao 24. Hivyo basi, ni ukweli kwamba kila timu inapaswa kuendelea kukua na kuboresha, lakini hadi sasa hivi siwezi kusema kwamba sisi ni timu dhaifu katika swala la kufunga mabao. Ndiyo, tunapitia changamoto nyingi. Ukiangalia idadi ya wachezaji tulionao majeruhi, hadi kutoka mechi iliyopita tumepata jeraha lingine. Tunatumaini sio baya sana kama tunavyofia kwa sasa, lakini huenda Job asirudi kucheza msimu huu. Tunaomba isiwe hivyo kama nilivyosema, lakini changamoto nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo tunapitia changamoto nyingi za majeraha ya wachezaji, lakini mwelekeo wetu unabaki ule ule, kushinda changamoto tunazokutana nazo, ukizingatia kiwango chetu cha wachezaji, kuelewa tunachopaswa kufanya na kutambua vizuri mpangilio wa wachezaji wetu, kama wana press au la, namna ya kutafuta nafasi za wazi. Tunapaswa kuwa imara na wenye umakini mkubwa. Kama nilivyosema, tunapaswa kuwa chanya. Tuko kileleni kwenye ligi kuu na naamini tunastahili kuwa hapo, na sasa tunaendelea na kazi na kujaribu kuboresha kwenye kila wakati. Ni kweli kabisa Pacome bado hayupo, lakini huenda akarudi hivi karibuni. Tunatumaini hivyo. Dickson Job kwa hakika atakaa nje kwa muda usiopungua mwezi mmoja au miezi miwili. Kilichomtokea kilikuwa ni kikubwa sana. Jeraha alikuwa la mguu bali goti. Mchezaji huyu alipata tatizo hilo kazini, na pia mchezaji mwingine alikumbana tukio linalofanana na hilo kipindi cha pili, alikuwa Baka. Kwa bahati mbaya, Job atakuwa nje kwa miezi kadhaa. Pia tunaye Edmund ambaye ameteguka bega na atakuwa nje kwa wiki 3. Aziz amerudi sasa baada ya tatizo la mguu, lakini katika mechi za msongamano mkubwa kama hizi ni hali ya kawaida kuwa na changamoto kama hizo. Mpinzani wako kesho katika mechi 3 zilizopita amefunga mabao 5, na kati ya 5 matatu yalitokana mipira ya adhabu, 1 kwa penalti na bao lingine katika mchezo wa wazi. Unachukuliaje hilo jambo kwa kulizingatia zaidi? Na pia anajulikana kufunga mabao mengi kila msimu. Hilo nalo ni jambo linalokutilia tahadhari. Kama nilivyomjibu mwenzako, sisi tunaangalia mchezo kwa mtazamo ujumla, kwa sababu bao linatokana na mpira wa adhabu lina thamani sawa na bao linalotokana na mchezo wa wazi. Bao la dakika ya kwanza lina thamani sawa na bao la dakika ya nyongeza baada ya dakika 90. Mpira wa miguu uko hivyo.
Sio kwamba bao zuri lina thamani kubwa kuliko bao lingine. Tunapaswa kuzingatia kila nyakati za mchezo na kuwa makini kwa muda wote. Wakati mwingine uchovu huleta upungufu wa umakini na tunapambana na hilo. Aidha, tupo katika kipindi cha Ramadhan. Kama unavyojua, hasa wachezaji wa Kiislamu wanafunga, na hilo ni jambo la ziada linalohitaji nguvu na umakini, lakini wako imara kiakili na nina matumaini kila mmoja atakuwa makini kwa muda wote. Kuhusu mjadala unaoendelea mitandaoni kuhusu kiwango cha timu, je, umeridhika na kiwango cha mechi iliyopita, hasa kwa kuwa ilimalizika kwa sare? Umeniuliza kuhusu sare ya mechi iliyopita. Inaonekana ladha ya sare ni tofauti kwa Yanga na Simba. Inaonekana Yanga imekuwa sana kiasi kwamba sare haitoshi. Simba inaonekana kama imefurahia sare hiyo, lakini hiyo tayari imeshapita. Simba imekwisha, JKT imekwisha. Tunapaswa kuzingatia utendaji wetu. Msimamo wangu ni kuendeleza timu. Hata tulipomfunga JKT kwa kiwango kizuri sana, sikuruka kwa furaha kupita kiasi. Huu ni msimu mrefu wenye muda mfupi katika mechi. Tunapaswa kuwa tayari kimwili na kiakili. Mashabiki wanatusapoti sana na ninawashukuru wote wanaokuja uwanjani kutunga mkono. Wakati mwingine nina furaha zaidi, wakati mwingine sifurahi sana. Tunapaswa kuheshimu hilo, lakini wanapaswa kujua kwamba tunafanya kazi kwa bidii kubwa ili kutoa kiwango chetu kilicho bora kila wakati. Tukiangalia msimamo wa ligi, tuko kileleni. Tuna point moja zaidi ya JKT ambao wana mechi nyingi kuliko sisi. Tuna point 5 dhidi ya Simba na 6 dhidi ya Azam. Wakati mwingine mjadala unakuwa juu ya Simba peke yake, lakini Azam ni timu imara zaidi. Singida pia ni timu imara zaidi, hata Namungo. Wakati mwingine watu udhani ni timu ndogo, lakini si ndogo hata kidogo. Ni timu inayoshiriki mara kwa mara michuano ya kimataifa. Ninaifahamu Namungo tangu nilipokuwa nafanya kazi Angola, walipoifunga Premier de Agosto. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi kwa bidii, kujiamini, na kesho ni changamoto mpya, changamoto kubwa sana, na tunapaswa kuwa tayari. Bila shaka tutakuwa tayari. Asanteni sana. Haya ni maneno ya kocha Pedro Gonçalves kuelekea katika mchezo wa hiyo kesho dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars majira ya saa 10. Kikosi cha Young Africans kinahitaji ushindi ili kuendelea kujikita kileleni. Je, matokeo yatakuwaje? Mimi nao hatujui, lakini tunahitaji kupata vifaa bora vya nyumbani ili tuweze kukaa kwenye eneo linalovutia zaidi. Na JR Enterprise tunasema karibu tukuhudumie kila unachokihitaji. Ukifika kwetu utapata makabati ya nguo, makabati ya vyombo, kitchen cabin, bed, sofa na box bed, TV showcase, sofa aina zote. Utapata magodoro size zote, TV size zote, sabufa aina zote, fridge pass, extension cable, TV na fridge guard, oven na majiko ya gesi, ita pamoja na blender. Unasubiri nini sasa? Tunauza na kununua bidhaa za electronics na furniture aina zote. Tupigie simu namba 0763153039. Tutakuhudumia popote pale utakapokuwa.